Hiyo ilikuwa ni nukta yangu ya kwanza katika majibu na mjibu ndugu yangu au alionipigia simu au mzungumzaji wangu. Lakini cha pili, kuna baadhi ya watu ambao wana mamlaka, wana uwezo, lakini wanaona kwa nini sisi tununue kitu au tuboreshe kitu kutoka ndani yetu, kwa nini tusiagize nje ya taifa letu. Wakiwa wanaamini huko nje ndio kuna watu wana akili bora zaidi, kuna watu wafanisi zaidi, kuna watu wana uwezo zaidi au wamefanya tafiti ya kisayansi zaidi kuliko sisi. Kuna watu wana taswira hiyo au wana sura hiyo. Lakini kuna watu wao wanachokiangalia, wanachokipata nje na kitachopatikana ndani ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu ana mamlaka, ana nguvu, anatumia nguvu yake hiyo, hata kama kutakuwa kuna mapungufu, yeye hatojali hayo mapungufu. Ili mradi anachotaka yeye kiwe kimekuwa. Sasa kuna watu wa namna hii katika hizi nchi za Afrika. Wao mawazo yao kila kitu ni nje. Sasa wana sura hizo mbili. Sura ya kwanza, kuna kitu wanapata, watapata. Sura ya pili, hawajiamini na hawakubali kama sisi tunaweza. Wao kila kitu ni nje. Watu wa namna hii ni kansa au ni saratani inayopunguza maendeleo ya taifa lao. Sasa mtu wa namna hii ni lazima atakushambulia, lazima atakupinga. Kwa hiyo nilimueleza haya kumwambia usiwe na hofu, waambie Watanzania na wasiokuwa Watanzania, hatubahatishi. Tuna sababu moja au tuna jambo moja tu. Kuna baadhi ya watu wamechelewa kupata mstari mmoja, kuna baadhi ya watu wamepata mstari mmoja kwa muda mfupi sana. Ni sawa sawa na hospitali. Kuna watu wanaenda hospitali wakiwa wazima, wanarudi wakiwa maiti. Tena mbaya zaidi, na hiyo maiti inachajiwa hela. Umempeleka ndugu yako au umeenda mwenyewe, bado hukufanikiwa na maiti yako haitoki mpaka ulipe. Kuna baadhi ya nchi mambo haya yapo. Lakini kuna watu wanakwenda hospitali hawafanikiwi, wanatoka nje ya hospitali wanafanikiwa. Huu ndio ukweli. Kinachoshangaza na kishangazi ni watu kutopata uhuru wa kiakili. Anaweza akakushtumu wewe unaochelewa, asimshtumu asiyoweza na asiyofanya kabisa. Watu wa namna hii ndani ya bara la Afrika wamejaa wengi. Na baya zaidi wanaitwa waheshimiwa. Hili jina baya sana. Ndio maana enzi za Mwalimu aliwahi kutumia neno ndugu. Ndugu lina thamani kubwa zaidi au lina ubora zaidi kuliko mheshimiwa. Mtu akishaitwa mheshimiwa au akishajiona ni mheshimiwa, huwa anaamini yeye ndio ana akili bora zaidi, yeye ndio ana uwezo zaidi, yeye ndio ana nguvu zaidi. Anaweza akatumia nguvu kwa jambo la hovyo, lakini kwa sababu ya kulinda lile neno mheshimiwa,